Naamini hivyo ni kwa sababu tunaye kocha ambaye wote kwa pamoja mnakiri kwamba ni kocha ambaye ameonyesha utofauti katika mpira. Ameonyesha kwamba mpira sio tu ni kipaji, lakini sio tu mchezo wa kawaida, lakini pia mpira ni sayansi. Kwa hiyo kwetu sisi tunaamini katika benchi lake la ufundi na tunajua kwamba mambo makubwa yatafanyika. Unaiona Simba ikichukua ubingwa wa shirikisho la soka Afrika? Ili tunabeba. Nabeba. Madam, si waulize waandishi wao hawajafurahi. Waulize wao hawajafurahi. Wewe unafuta mbele. Si bora. Kocha Fadlu mara nyingi amekuwa akizungumza, anasema hii Simba bado sana, tunaendelea kuijenga. Tutegemea kuiona Simba bora zaidi ya hii. Naamini kwamba mashabiki walikuwa wanaonyesha concern, wote kwa pamoja tunaona ni kwa kiasi gani vijana walijitahidi leo kurekebisha makosa yao. Kwa mimi kwa kiwango cha pekee ni wapongeze sana wachezaji, benchi la ufundi kwa kuyafanyia kazi hayo makosa na kuyarekebisha, na ndio maana unaona watu walikuwa wanasema tujazi uwanja, lakini wote ni mashahidi, mashabiki waliitika. Ilikuwa ni pressure pia kwako kama CEO kwa muda huu, watu wanaitaka nusu finali, wana muda mrefu hawajaiona. Pressure ilikuwa kubwa, lakini kwa kuwa tumefanya kazi kwa pamoja, basi ile pressure ilikuwa inapungua. Kwa hiyo mimi niseme tu nguvu moja imetusaidia kwa viongozi wa sasa na wa zamani, na ndio maana mnaona leo uwanja ulikuwa na kila aina ya kiongozi aliyopita, kiongozi wa zamani, wa serikali, vyombo vya dola. Kwa hiyo sisi kama wana Simba tunatoa pongezi kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuhakikisha kwamba tunautumia huu uwanja. Mnajua wote uwanja huu ulikuwa umefungiwa, lakini ni maboresho hayo yamefanyika ndani ya muda mfupi. Na motisha ameitoa. Asante. Unajisikiaje? Umepita CEO wengi, lakini katika kipindi chako Simba inatinga katika hatua ya nusu finali. Unajisikiaje? Kila zama na kitabu chake. Naamini hii ni historia ambayo inajirudia kwa sababu hata kabla tumejaribu tulikuwa katika finali, tumeshaingia nusu finali. Hii inairudia tena ni finali nyingine, nusu finali nyingine tunayoenda. Kwa hiyo kila kitu kina wakati wake na majira mnaona mvua ilinyesha ikakata, ndivyo ambavyo haikuwa mbaya kwa sababu mimi na imani kubwa sana. Na kwanza na wapiga penalty wetu, lakini vile vile na goalkeeper wetu Musa Kamara. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambao wameifanya, na hiyo inaonyesha ni kwa kiwango gani benchi letu la ufundi limeweza kusimamia masuala yote ya kuhakikisha tunashinda na kufuzu nusu finali hii. Na ili tunabeba. Kwambie kwanza, hili swali unalirudia tena. Simba haiko kwenye kushindana na mtu yoyote wa hapa ndani. Simba inajiandaa kushiriki mashindano ya kimataifa, na utaratibu wetu ni kwamba sisi kwenye mechi za kimataifa tunajipanga wenyewe, tunashiriki. Wale ambao wanaona kwamba wanaweza wakashiriki, wanaweza wakafanya fitna, wanaweza wakafanya ila, huwa tunamwachia Mungu, lakini tunashukuru Mungu tumefanikiwa. Mwenyekiti, kuna ugumu wote kwenye kuzungumza na wachezaji namna ya kuendea mechi, lakini pia kupambana na wachezaji hao kwa sababu tunajua karibu ya Waarabu. Nini maana ya kusema kwamba kuna ugumu wa kuongea na wachezaji? Yaani nyinyi tumeongea vizuri.